Habari, mimi ni Hamisi Salim, mwalimu wa lugha ya Kituruki ndani ya Mapindi App, somo la 13, unit namba 3. Somo la 12 tumeweza kusoma kanuni ya yönelme durumu, ndio ya kuonesha uelekeo. Kuna vitu viwili vya kuzingatia hapa, sio viwili, ni kadhaa, kwamba katika maneno ambayo yanaongezewa zile ya ye au a. Sawa, katika vitu hivi ambavyo vinaongezewa hivi ni dhamiri pia. Sawa, ni dhamiri. Dhamir, kwa mfano ben. Hii kuna tunasemaje, kuna kesi maalum kwenye ben, lakini pia kuna kesi maalum kwenye sen, na kuna kesi maalum kwenye o. Hawa wanaongezewa hivi vitu, lakini kwa sura ambayo Waturuki wenyewe wamesikika wakitamka na wakitumia au wakiandika. Ben, kanuni ya lugha inavyotuambia tunatakiwa tuongeze nini? Simeshona consonant, tunatakiwa tuongeze lakini Waturuki wenyewe wenye lugha yao wanasoma na kuandika bana. Bana, yani kuelekea kwangu mimi. Sawa, kwa mfano huyu mtu anayekuja anakuja kwangu, anaelekea kwangu. Gelen kişi bana geliyor. Anakuja kwangu. Umeona? Kwa hiyo kuonesha uelekeo kwenye dhamiri ya ben inakuwa ni bana. Japokuwa kanuni inatutaka tuandike bene. Hutosikia bene, ni bana. Kwenye sen case nayo ni hiyo, tunatakiwa tuongeze ni ndio? Kwa sababu hapa ni consonant hapa lakini wanasoma na kusema sana. Kwa hiyo haya ni matumizi maalum kwa wenye lugha yao wenyewe. Kuna vitu vingine ambavyo havijaletwa kwenye kadhia kesi maalum, inatumika kama kanuni ilivyoeleza. Sawa, kwenye o ilikuwa kanuni inatutaka tuongeze oya, si ndio? Kanuni ilikuwa inatutaka hivyo, lakini kwa utaratibu wa wenye lugha yao wenyewe wanasema ona. Sawa, kwa hiyo ona ni kuelekea kueleza uelekeo kwa yeye. Ona ver, kwa mfano vermek ni kumpa, kutoa. Hii kalamu nampa yeye. Ona kalem veriyorum. Yani kama kalamu naielekeza kwake yeye, alafu nampa. Kwa hiyo nasema ni ona, sio oya. Kwa hiyo hii ni kesi maalum kwa hizi dhamiri 3 tu. Dhamiri nyingine zilizobakia, siz inakuwa ni kama kawaida, biz inakuwa ni bize kama kawaida, onlar inakuwa onlara kama kawaida. Kwa hiyo hizi dhamiri 3 zinaendana na nini na kanuni yetu? Hizi dhamiri 3 zina kesi maalum. Waturuki wenyewe walivyosikika wakitumia, kuandika na kutamka ni hivi. Kwa hiyo tunazitumia namna hii. Ukiwa una kesi ya nini? Ya mwelekeo. Ni kitu hicho cha kuzingatia. Kuna lugha, kuna kanuni zote za lugha au na vitu vingine. Kutakuwa kuna kesi tu za istithna. Yani kesi maalum. Yani vinakuwa vifuati kanuni moja kwa moja ilivyo. Sawa. Tufanye zoezi moja hapa ili kuweza kuona mmeelewa. Sawa. Tujaze dash boşluklar zilizo wazi ili kuweza kuona hilo neno linaongezewa ya au ye au a au e. Sentensi ya kwanza. Pervin otobüs biniyor. Sawa. Sentensi ya pili, adam deniz
bakıyor. Namba 3, ben ev yürüyorum. Namba 4, Selin yurt gidiyor. Namba 5, sen ona ya nimeshakopisha. O yalan söylüyorsun. Söylüyorsun. Sawa. Kwa hiyo hizi ni sentensi zetu 5 ambazo zinaelezea au zinaweza kufanya kuzatiti na kuthibitisha na kudhibiti uelewa wetu katika kanuni iliyopita, kwamba Pervin otobüs boşluk biniyor. Pervin ni jina la msichana Kituruki. Sawa, kwenye Kituruki jina la msichana. Kwa hiyo Pervin otobüs biniyor. Pervin anapanda basi. Kwa hiyo Pervin anapanda basi. Kupanda kuna ni kitendo ambacho kinaonesha uelekeo. Unapanda kuelekea juu ya basi, kuelekea ndani ya basi na kitu kama hicho. Kwa hiyo jina letu otobus kulipa uelekeo tunalipaje? Imeishwa na consonant. Kama imeishwa na consonant tuna kesi mbili, a au e, si ndio? Kwa hiyo tuna u. U iko katika ipi? Katika nzito, nyepesi, nyepesi. Kwa hiyo nyepesi, na hapo tunasema otobüse biniyor. Pervin otobüse biniyor. Pervin anapanda basi. Namba 2. Adam deniz boşluk bakıyor. Bakmak ni kutazama, kuangalia. Adam ni mtu fulani. Sawa, kwa Kituruki kusema adam, bir adam ni mtu fulani. Haumjui jina lakini ni mtu. Kwa hiyo hapa ni mtu deniz boşluk bakıyor. Kwamba anatazama baharini. Hasa anatazama bahari. Mtu ukiwa unatazama manake yale macho ulipoelekezea, kwa hiyo kuna uelekeo katika kitendo cha huyu bwana. Kwa hiyo deniz imeisha na consonant a au e, ni kuna i hapo, kwa hiyo inakuwa ni denize. Sawa. Ya 3, ben ev boşluk yürüyorum. Mimi natembea nyumbani. Sawa, yani niko njiani natembea kuelekea nyumbani. Hii kuna ev inakuwaje? Ev si ndio imeshona na consonant, kwa hiyo tunaongeza a au e. Hii e ni nyepesi, nzito, nyepesi, kwa hiyo ni eve. Ben eve yürüyorum. Mimi natembea kuelekea nyumbani. Sawa. Namba 4. Selin yurt gidiyor. Selin ni jina la msichana kwenye Kituruki. Yurt gidiyor, anakwenda yurt. Yurt ni dom, bweni. Kwa hiyo yurt ni bweni. Selin anakwenda bwenini. Selin anaelekea bwenini. Tutasemaje? Kikanuni na so imeshona na consonant, si ndio? Kwa hiyo tunaongeza au e. A au e. Tunaangalia consonant za karibu. Kuna ara, kuna u. U ni nzito, nyepesi, nzito. Kwa hiyo ni yurta. Kesi ya kwanza. Kesi ya pili, herufi t kama mnakumbuka. Ikiwa baina ya consonant au silabi mbili. Ikiwa baina ya silabi mbili inageuka kuwa nini? Kuwa des, ndio tulivyosema. Lakini hapa kuna hili neno hakuna sentensi, hakuna silabi ya pili mkono wa kushoto, kuna silabi moja tu. Sawa. Baada ya kusha kuongeza hii a. Sawa, baada ya kusha kuongeza a,
inabadilika pia inakuwa de. Kwa hiyo baada ya kusema yurta utasema ni yurda. Yurda gidiyor. Hii gidiyor tayari kesi mna ifahamu kama zilivyopita. Maana yake asili ni gitmek, zimeongezeka silabi mbili imekuwa ni gitmek, imekuwa ni gidiyor. Kwa sababu kuna wakati uliopo na silabi baina ya silabi mbili. Evet. Ya 5. Sen o boşluk yalan söylüyorsun. Wewe, yalan söylemek ni kusema uongo. Yalan ni uongo. Söylemek ni kusema, kumwambia. Kwa hiyo wewe unamwambia uongo huyo. Nani unamwambia uongo? Hayo maneno unatoa unamwelekezea nani? Huyo ambaye unazungumza naye. Kwa hiyo huyo unayemwambia ni yeye. Kwa hiyo inakuwa ni ona. Kesi maalum katika zile dhamiri tatu. Kwa hiyo sen ona yalan söylüyorsun. Wewe unamwongopea, wewe unamwambia uongo wewe. Kwa hiyo hapa tunakuwa tumemaliza hizi sentensi 5 za kuweza kukagua ufahamu wetu wa kanuni iliyopita. Mwisho wa somo hili, tukutane kwenye somo lijalo. Tunaenda kuangalia kanuni mpya ya kujingatua, kujiweka mbali na eneo husika au eneo fulani. Sawa? Yeah. Kwaheri, Mapinde App, elimu kiganjani.